lakini aura hii sasa mara nyingi sana huwa ina rangi ya kijani. Unapokuwa na amani kwenye mwili wako, kama video inavyoonyesha, unapokuwa na amani katika mwili ama furaha, kitu cha kwanza ambacho kinajitokeza hapo ni aura ya kijani au dhambarau, kwa sababu dhambarau imebeba amani ama eneo la chanzo, imebeba furaha au amani. Lakini tunapokuwa na hasira ama huzuni, huwa tumebeba frequency za chini ambazo huwa zinasababisha kushuka kwa hali fulani hivi, yani vibration, mitetemo. Tunaposema vibration tunakusudia mitetemo. Kwa hiyo huwa kuna hali fulani ya kushuka kwa nguvu za kiroho. Lakini tunapokuwa na hasira ama huzuni, huwa tumebeba pia vibration za kushuka. Hapa ndipo mwanga wa ndani huwa unapungua au nguvu ya ndani inapungua. Ni kama vile ambavyo tulielezea kwenye muziki. Unaposikiliza muziki fulani au hisia fulani, huwa zinasababisha kushuka kwa vibration. Kwa hiyo mwanga, rangi, muziki, hizi ni lugha za nishati ya kiroho, ni language of universal ambazo zina uwezo zikapelekea kupanda ama kushuka kulingana na hisia zetu ambazo tunakuwa tunazibeba katika miili yetu. Kwa ni vyema kuangalia, na ndio maana tunashauriwa katika miongozo ya kinyota, ni vyema kufahamu aina ya rangi zinazoendana na nyota zetu, ili tuwe tunavaa kulingana na siku na muda wa kuvaa hivyo vitu, ili kupandisha nishati zetu, kutusaidia kutubalansia miili yetu, ili kuepukana na changamoto za kuwa na vibrations za kushuka. Kwa hiyo tukiangalia hata kwenye falsafa za Kiafrika, wazee wetu hawa hatuwezi kuwaacha, ambao wao pia walizitazama katika dhana mbalimbali, ambapo wao pia wazee wetu waliangalia kama sehemu ya nyama au chia, kwa lugha nyingine nguvu ya ulimwengu, ambazo wao walitazama kama nguvu za uhai. Mara nyingi hizi nguvu za uhai huwa zinaponya ulimwengu wetu wote. Wazee walilijua hili mapema, kwamba rangi, harufu, mwanga, vyote kwa pamoja vina uwezo wa kuathiri nafsi zetu. Ndio maana utagundua kwamba hata kwenye ibada zao na mambo yao walitumia nguo na michoro au mwanga fulani sehemu fulani, ili kuweza kufanya ibada zao na tiba za kiroho, kusaidia vitu fulani katika masuala mbalimbali ya sala au ibada, ili mambo yao yaweze kwenda, na hasa kwenye wakati fulani fulani wa mwanga au wakati fulani fulani wa majira fulani. Hii ilikuwa imebeba ujumbe mkubwa sana wa kiroho. Bila kutafakari, bila kujua, dunia ya leo na vizazi vya leo vimekuwa vikipuuzia zile tamaduni na zikiona kwamba ni tamaduni za kichawi, lakini pasipo kujua kwamba ule ni utaratibu wa kiroho, ama ulimwengu unazungumza na watu kupitia lugha ya nishati. Basi ni vizuri pia kurejea tafsiri za wazee wetu, mababu zetu walikuwa wanafanyeje ili kujisaidia katika tamaduni zao, kwa sababu wao pia walikuwa wanajua umuhimu wa hivyo vitu. Lakini tukiendelea hapa chini, tutazame mwanga sasa wa ndani au tafsiri ya ndani ya kiroho, kwa sababu tumetazama kisayansi. Kwa hiyo tutazame ndani kwa tafakuri za kifalsafa au ulimwengu. Katika ulimwengu wetu wa kiroho, mwanga huwa upimwi kama mita, kama vile ambavyo tumekuwa tukisoma kwenye fizikia ama sayansi, lakini tunatambua mwanga ni sehemu ya ishara ya uhai au alama ya ufahamu, na kwa ndani zaidi tunaiona kama sauti ya uwepo. Lakini wengi utasikia wanasema kwenye nyumba za ibada, au utasikia watu wa imani wakizungumza Mungu ni nuru, na hili neno uko ukilisikia sana. Lakini ndani ya msemo huo tunagundua kuna maana mbili, kwamba nuru ni asili ya uhai na uhai ni asili ya mwangaza wa roho, ambapo sasa tunagundua kwamba roho hii inajidhihirisha katika miili yetu. Kwa hiyo umegundua kitu kikubwa hapo. Narudia tena, mwanga ni asili ya uhai na uhai ni asili ya mwangaza wa roho. Kwa hiyo tunagundua kwamba roho inajidhihirisha katika miili yetu. Sasa katika mfululizo, katika vitabu, katika elimu zetu za kidini hizi, tunaona kwamba kuna wataalamu mbalimbali wa kiroho ambapo waliweka maandishi kwenye vitabu hivyo vya kiroho katika mafumbo. Na hapa ndipo niliwahi kuambia kwamba ni vizuri sana ukaweza kuwa makini katika maandiko ya kiroho, kwa sababu ni maandiko ambayo yamebeba kumbukumbu za uhai, na hizo kumbukumbu za uhai zinapewa nguvu na sauti, ambao sauti hii utakapoitoa kwenye vile vitabu basi vinabeba nishati fulani.
Kwa hiyo ukiona maandishi fulani yameandikwa kwenye vitabu vya dini, basi ujue unabidi uisome na uyaelewe kwa umakini sana. Hapa utaona kuna baadhi ya dini za Kihindi, lakini pia dini za Kigiriki, Misri na watu wengine. Kwa hiyo ndani ya vitabu vyao utaona kuna vitu fulani fulani ambavyo vimefichwa humo, lakini kuna wanafalsafa wa zamani na wazee wa zamani wa Kiafrika waliweka haya katika mafumbo na miundo mbalimbali, na mwanga pia waliueleza kwa undani kama kiini cha kiroho cha ndani. Ndio maana kwenye vitabu vyetu mwanga umetajwa sana mara nyingi sana, na umetajwa kama kiumbe, imetajwa kama roho, imetajwa kama uhai. Kwa usipuuzie na usichukulie poa. Hii ni nguvu ya uhai ambayo imebeba uhalisia wa uhai wetu. Na mwanga si macho peke yake kama vile ambavyo tunavyotazama, bali mwanga ni utambuzi na ufahamu wa kuelewa kitu fulani. Ndio maana tunaona kwenye upeo wetu. Kwa hiyo kuna mwanga wa ndani na mwanga wa nje, ambao mwanga wa nje unatupa kuvuta kumbukumbu. Huu mwanga wa nje ambao unaletwa na jua ni chembe za protons ambazo zinaletwa kuvuta kumbukumbu au kutuletea kumbukumbu ya mwanga wa ndani uliomo katika miili yetu. Kwa ufupi tu tuseme kwamba nguvu ile ya ndani ya utulivu inaotokana na uwepo wa jicho la ndani, jicho la tatu, nitakuja kulielezea hili, ni hata wakati ule ambao jicho linakuwa limefungwa, basi mwanga huu unajidhihirisha kwa ndani na nje, kupokea mwanga kutoka kwenye kumbukumbu ya jua, kwamba inakumbusha kwamba sisi tumetokana na asili na chanzo cha uhai ambacho kiko nje, ambacho kinaletwa kupitia nguvu ya proton au nguvu ya nishati ya uhai kama lugha ya nishati. Kwa inatuletea kumbukumbu. Kwa mwanga wa jua, mwanga huu wa nje uliobeba proton unaleta kumbukumbu katika macho yetu na kupeleka katika kumbukumbu za ubongo wetu, kutukumbusha kwamba sisi tumetokana na chanzo cha uhai. Kwa rangi katika ulimwengu wa roho ni sauti ya mwanga. Narudia tena. Kwa hiyo rangi katika ulimwengu wa roho ni sauti ya mwanga. Narudia tena. Rangi katika ulimwengu wa roho ni sauti ya mwanga. Mitetemo tofauti ya nishati ya uhai. Rangi zote zina maana katika maisha yetu na zimebeba nguvu fulani katika ulimwengu wetu. Kwa mfano, rangi ya kijani inaweza kuona au kuashiria uponyaji. Bluu inaashiria amani, nyekundu inaashiria shauku, na dhambarau inatutafakarisha au kuleta ufahamu. Rangi hizi zinaonekana kwa wale waliopanua milango yao ya ndani ya ufahamu au milango yao ya ndani ya kuona, si kwa macho ya nyama haya ambayo tulionayo sisi, bali kwa macho ya kiroho au jicho la tatu au ulimwengu wa nguvu za roho ya ndani. Hivyo basi mwanga wa nje unatusisimua, lakini mwanga wa ndani unatutengenezea kila kitu ndani ya miili yetu. Ngoja tuguse kidogo chembe za uhai, ambapo tunaangalia mwanga wa uhai unavyocheza na ulimwengu wetu. Kila seli ya mwili wa mwanadamu ni kama taa ndogo ambayo imebeba kumbukumbu fulani ya mwanga, na hapa ndipo tunaona kuna kitendo cha kwanza kabisa cha uumbaji kinafanyika. Ukienda katika kumbukumbu za wanasayansi utagundua kwamba kuna chembe ndogo ambazo walizigundua kwenye bioprotons ndani ya viumbe hai, ambazo zimebeba mionzi hafifu. Hii mionzi hafifu imekuwa ni sehemu ya mawasiliano ya seli. Kwa maana hiyo, kwenye roho zetu tunapata ushahidi wa ndani uliojificha ya kwamba uhai wenyewe ndio mwanga ambao unaozunguka ndani yetu. Lakini tukumbuke kwamba tunapokuwa na amani, tunapokuwa na furaha, ndipo mwanga huu unaanza kujidhihirisha kwa mtu mwenyewe. Na tunapokuwa na chembe hizi za uhai hafifu au mwanga hafifu katika nafsi zetu, ndipo tunapata maradhi ya kiroho. Kwa ufupi tu, ni mwanga usioonekana, lakini una uwezo wa kuhisiwa kwa wale wenye uwezo wa hisia nyeti za kugundua hili ambalo nalolizungumza. Lakini wengine huwa wanasema mwili ni kimvuli cha roho. Narudia tena, lakini wengine wanasema mwili ni kimvuli cha roho. Ikiwa hivyo, basi tutambue kwamba roho ni chanzo cha mwanga na miili yetu ni mapazia yanayoonyesha katika ulimwengu wa maumbo. Tambua ya kwamba mwanga wa ndani ni kipimo cha usawa wa nafsi. Na haya yote yamezungumzwa kwenye vitabu vya dini. Mwanga umezungumzwa sana kwenye vitabu vya dini kama ilivyo kwenye Injili. Tunatambua Yesu ametajwa sana kwenye Injili, amezungumzwa sana kwenye Injili, lakini pia vile Waislamu wanamtambua Yesu.
Yesu anamtambua kama Isa ibn Maryam, wamemzungumza sana pia vile vile. Mwanga nao umezungumzwa kwenye Injili, ambapo Injili yenyewe inasema mwili ni taa ya roho, ukiwa safi mwili wote utakuwa mwanga. Umeona mwanga jinsi ambavyo umezungumzwa. Hata kwenye vitabu mbalimbali imezungumzwa hili. Ndani ya mioyo ya wanadamu, kila mtu, kila binadamu, kuna nuru isiyozimika, mwanga wa milele ambao hata jua lenyewe hailingani nao. Yote ni roho yenyewe, au ndio uhai wenyewe, chembechembe za Mungu, chembechembe za uhai, chembechembe za ndani. Kwa hiyo kwenye anga hewa hii ambayo tunaiona, na hapa ndipo tunagundua kwamba kuna ujumbe wa mwanga kutoka kwenye jua unaoweza kuleta chakula moja kwa moja kutoka kwenye chanzo cha uhai kuileta kwenye miili yetu, lakini mwanga unaleta ufahamu wa chakula cha kiroho. Inarudia tena, lakini mwanga unaleta ufahamu wa chakula cha kiroho. Kwa huu mwanga ambao tunauona tusiuchukulie poa. Kwa tunapokaa kama ndugu, jamaa na marafiki, ni vyema tukatafakari jinsi ya kupokea ujumbe huu kutoka kwenye chanzo cha uhai, hasa mwanga wenyewe ambao tunauona. Jua halipo kwa ajili ya kutupatia joto peke yake, bali ni kutuletea kumbukumbu za uhai kwenye miili yetu, kwenye chanzo cha uhai. Hii haitegemei fizikia peke yake kama proton, bali inagusa uzi mwembamba, uzi wa siri unaounganisha roho zetu na chanzo cha uhai. Narudia tena, hii inagusa, ni uzi mwembamba unaogusa roho zetu kutoka kwenye chanzo cha uhai. Kwa tutafakari kwa kina sana sana, na kila wakati tunapogusa macho yetu, basi tuone mwanga wa ndani unatugusa katika asili yetu ya kiungu au uumbaji. Ndivyo wazee wetu wa Kiafrika walizungumza hivyo, ndivyo wazee wetu walifanya ibada kwa kutumia formula hizo, na ndivyo wanasayansi wanakubaliana katika upande wa utafiti, na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wetu. Basi sote kwa pamoja tukubali ukweli huu, na ukweli huu utaendelea kuishi ndani yetu, na ukijenga upendo na kutafakari njia sahihi ya kutengeneza mwanga wa milele katika miili yetu. Nuru ya milele iwe ndani yetu, na tuendelee kufuatilia makala hizi za Human Hits. Langu jina ni Mr. Kam wa Kam TV Tanzania.